Nimekuwa hapa Masai Mara kwa siku 2 hadi 3 kwa kazi zangu za wanahabari. Hifadhi hii ni maarufu duniani kwa uhamiaji mkubwa wa nyumbu kutoka Kenya kuelekea Serengeti. Kwa sasa niko njiani kuelekea Narok ndani ya Land Cruiser ya kijani, mvua ikiendelea kunyesha na barabara ikiwa na utelezi. Niko na dereva, lakini si dereva tu, ila pia ni mmoja wa hudumu, kwa kimombo wakifahamika kama Rangers. Atajifahamisha mwenyewe. Ni kijana wa Kimasai kutoka jamii ya Wamasai, akiwa na tabasamu lake la kawaida. Katikati ya safari amenionyesha mmea anaotumia kusafisha meno. Sehemu ya maarifa ya jadi ambayo bado yanadumu hadi leo. Amenipa kipande nionje. Na kwa kweli kina ladha kali na chungu, lakini ili basi nisipoteze ladha ya kitu ambacho nakizungumzia, nimemshikia kisemeo. Anaendelea kuendesha gari, atatupatia jina lake ni nani, alafu anieleze mmea huu unaitwaje na hupatikana wapi hapa Mara. Mshikia, endelea kudrive. Mimi kwa majina naitwa Latif Leyan Taki, mzaliwa wa Mara, nimelelewa Mara, nimepata kazi Mara. Nafanya na Mara Elephant, mimi ni dereva ranger. Niko na experience ya 8 years nikiwa Mara Elephant. So hiyo mmea sisi tunaitwa sokonoi kwa lugha ya Kimasai. Hapo mbele ndaulizia tu mwenzangu ambaye aka hapa nyuma amesomea mambo ya miti. Kufikia hapo hiyo nini inaosha meno itashinda Colgate. Inatoa tu nini kama Colgate, lakini inaosha ukiwa unaumwa na meno, inatoa hiyo uchafu yote. So utasikia maumivu yote ya meno. So inasaidia sana. Vile unaona hata meno yangu inashinda yako na unashinda yako. Latif ananitoa rangi moja kwa moja. Lakini Latif, unatumika vipi? Ni kusafisha meno tu au pia husaidia kutibu matatizo ya meno? Japo hata meno yangu Latif si mabaya sana ama? Hii inatumika kwa kutumia nini? Sasa kuna hiyo uchafu yote, kuna mtu anakuanga na hiyo harufu ya meno. Unakuta hata ukinusa unasikia kutapika. So ukitumia kila siku utaisikia hata usipo brush meno siku 3 inakaa tu iko sawa. Yes. Haitakuwa na utaenda kuchoma. Hakuna kuchoma. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, mnasikia maneno. Sasa tuko na Latif hapa, namuuliza swali hili ambalo ni muhimu sana. Mlijuaje Latif kuwa mmea huu ni salama kutumia? Hamkuogopa kwamba unaweza kuwa na sumu, unaweza kuachibua mdomoni, kwa sababu sehemu ya ndani ya mdomo ni nyororo sana? Hii mswagi venye hata si tulisaliwa tulionyeshwa na baba zetu. Tukaambiwa hii mswagi ni kali. Ndio. Ni kali sana. Kwanza ukitaka kujua ukali yake usitoe maganda. Tafuna kwanza maganda ndio ujue ukali wa ya hiyo miti. So sisi tukichunga tunaona tu baba zetu ana brush. Tukachukua hiyo hadi wa leo. Sasa sasa juu umenipatia yangu, niko na kipisi changu hapa na vile ni kali. Sasa nikitumia tu leo itanisaidia ama ni lazima nitumie kila siku? Alafu kingine, mimi naishi Nairobi. Huko Nairobi mimi huyu mmea nitaupata wapi? Naweza ingia National Park nipate, ama tu huu mmea specifically unapatikana hapa Masai Mara? Hii mmea utapata tu Masai Mara, lakini pia utapata Mau Saidi kama Mau Forest. So hii mmea hata ukipeleka uende hata utanunua uende upande kwako juu inamea. Lakini huwezi katakata tu ikimea mpaka ikuwe kubwa ndio upate hiyo mmea zao uanze kutafuna. Na sasa wewe unatumianga dawa zingine, hizi dawa umetaja sitaki kuzitaja, hizi dawa zingine zinanunuliwa kwa duka, ushawaitumia ama always unatumia hiyo? Mimi natumia tu, tuseme sasa nikienda hata sifikiri siku yenye sasa hivi sijaitumia kwa nini brush. Sijawahi tumia brush kwa meno yangu tangu nisaliwe. Hata sasa hivi unaona nimebeba, ndio nikikula
naosha niko na maji, naosha tumia, nina brush pole pole. Nakwambia tembee ujionee, msikilizaji. Yamekuwa ni mazungumzo yangu, tuko katikati ya matembezi tukitoka hifadhi hii ya wanyamapori, hali kadhalika maeneo ambayo jamii ya Wamasai yanaishi hapa Masai Mara. Kijana amenipatia mswaki wangu, nitaenda nikibrush kidogo nione kama basi nitapata manufaa hayo, ijapokuwa ni vizuri kuwa na tahadhari wakati wote ukitumia mimea hii ya jadi. Kutoka Masai Mara, mimi ni Ann Ngugi. Asante.